Sifa na shukurani kwa sababu tunaweza kuwa na tumaini hii iliyo hai, na tunajua kwamba yote ambayo Bwana aliyoahidi anaitimiza kweli kweli. Mbele ya kuomba, ningehitaji tuweze kusoma sote pamoja shahiri 3 ya maandiko matakatifu ya kitabu cha Mhubiri, sura 3 mstari wa 11, 14 na 15. Mhubiri sura 3 mstari wa 11. Amefanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Ameweka milele vile vile ndani ya mioyo yao, lakini hata mtu asiweze kutambua kazi Mungu aliyofanya tangu mwanzo hata mwisho. Na sasa kwenye mstari wa 14. Ninajua ya kwamba yote Mungu anayofanya yatadumu milele. Haiwezekani kuongeza kitu juu yake wala kupunguza kitu. Na Mungu ameyafanya ili watu waogope mbele yake. Mstari wa 15. Neno lililo limekuwa mbele, na neno litakalo kuwa limekuwa mbele. Na Mungu anatafuta tena mambo yaliyopita. Mpaka hapa hili neno la Mungu takatifu la damani. Tunajua na tunakubaliana na neno hili, na tunaweza kusema hiyo kitu moja kama vile huyu mhubiri anasema hapa. Ninajua ya kwamba yote Mungu anayofanya yatadumu milele. Na tunaweza kusema yote anayofanya, yote aliyosema inakuwa na mamlaka yake, na hakuna mtu aliye na uwezo wa kuweza kubadilisha kitu chochote juu yake, kitu chochote. Lakini tunataka tuweze kushikamana na matendo yote ya Mungu na maneno yote ya Mungu. Tunataka tuweze kushikamana nayo. Tuko hapa leo ili tuweze kumpatia tena heshima na tuweze kumsifu na kumwabudu. Na naamini ya kwamba atatubariki pia kama tumekuja hapa tukiwa na moyo ulio wazi na moyo unaojaa mahitaji. Na hapo sasa atatupatia yale tunayohitaji kwa bidii. Naamini ya kwamba hitaji yetu moja ni ya kuweza kufanana naye. Sivyo? Warafiki wapendwa, ndiyo. Na mmoja wa imba nyimbo anaimba ya kwamba Yesu, ninataka nifanane na wewe. Ni hitaji yangu na nia yangu. Na naamini ya kwamba hitaji yetu si sote ni ya kuweza kufanana naye, na aweze kutupatia neema yake katika saa hii, na aweze kutubariki. Tusimame kwa ajili ya kuomba sote pamoja. Baba uliye mbinguni, kutoka kilindi cha mioyo yetu tunakushukuru kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakushukuru o Mungu kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Na sisi pia tunaweza kusema kwa sauti kubwa pamoja na mtu huyu wa Mungu anayesema ya kwamba ninajua ya kwamba yote ambayo Mungu anayofanya yatadumu milele. Haiwezekani kuongeza kitu juu yake wala kupunguza kitu. Na Mungu ameyafanya ili watu waogope mbele yake. Mungu mwaminifu, tuko mbele yako wewe wa kweli. Na sisi taifa lako tumekusanyika hapa katika jina lako la ajabu na la utukufu la Yesu. Na tunajua Bwana ya kwamba neno lako ni kweli. Sisi taifa lako hatutaki kuweza kuongeza kitu na hatutaki kuweza kupunguza pia kitu, lakini tu yale uliotayarisha kwa ajili yetu tunataka tuweze kuikubali na kuweza kukuletea shukurani na mabudu. Bwana, nakuomba uweze kubariki ndugu zangu na dada zangu, na utubariki sisi sote, sisi ambao tuliokuja kutoka mbali na karibu. O Bwana Mungu wangu, unajua mioyo, unajua mahitaji, na wewe una uwezo ya kutupatia o Mungu yale ambayo tunayohitaji. Asante Bwana kwa yote ambayo tunaongoja kwako.
Tunakuomba pia uweze kutoa mbali nasi yote ambayo inayokuzuiza, kutokuamini kote, mashaka yote, yote isiyoweza kusimama mbele yako. Na ni wakati tunapoweza kusimama mbele yako kwa imani, ndipo Mungu unaweza kutusaidia na utatusaidia pia. Mabudu iwe kwa jina lako la ajabu la utukufu la Yesu. Endelea kutubariki jioni hii. Bariki ndugu yangu, tubariki sisi sote. Bariki pia wale wote ambao hawakuweza kuja, wale walio katika mapumziko. Bwana, uwe pamoja na taifa lako. Bariki pia wale wote walioweza kutuma salamu, walioleta salamu zao kutoka pande ya mashariki. Uweze kubariki kwa ajili ya upendo wa jina lako takatifu. Maabudu yo kwako. Amina, amina. Tunakaa na sasa neno hili la Mhubiri kwenye sura 3 ni neno la makini sana. Leo niliposoma Injili ya Yohana kwenye sura 7, niliweza kuwazia ya kwamba kulikuwa, kuna na kutakuwa kila siku wakati wa kila kitu. Wakati wa kila kitu. Nitarudi kwa Yohana kwenye sura 7 hapa sasa hivi. Kwanza hapa kwenye Mhubiri sura 3. Hapa inasema kwenye mstari wa kwanza, kwa kila kitu kina majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa pili, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda chakula na wakati wa kuongoa yaliyopandwa, au wakati wa kuvuna. Hiyo inaendelea. Kuna wakati wa kila kitu, mpaka kwa wakati kwa ajili ya dunia hii, wakati wa kunyamaza na wakati wa kuzungumza, yote na wakati wake, kupenda, kuchukia, vita na salama. Ndio tunasoma hapa katika Mhubiri sura 3 mstari wa 8. Kila kitu kina wakati wake. Sasa swali ni ya kujua kama tunaweza kujiacha tuingizwe katika neema ya Mungu, ndani ya mpango wa Mungu, kulingana na wakati ambayo tunayoishi ndani na ambayo tumefika ndani. Ni kwamba tuweze kutambua wakati wetu na saha yetu na yale ambayo Mungu aliyo tutayarishia. Ndani ya mstari wa 14 tunasoma ya kwamba mtu wa Mungu anakiri, nimejua ya kwamba yote ambayo Mungu anayofanya yatadumu milele, na haiwezekani kuongeza kitu juu yake wala kupunguza kitu, na Mungu ameyafanya hivi ili watu waogope mbele yake. Mungu alifanya hivi, aliyafanya vile. Kuna kila kitu, kuna wakati wa kila kitu, na hauwezi kuongeza kitu kwa yale ambayo Mungu aliyofanya au aliyosema, na hauwezi kupunguza kitu. Tufungue sasa Injili ya Yohana kwenye sura 7. Hapa pia tunakutana matamshi inayosema ya kwamba saha yangu kufika bado. Saha yangu haijafika bado. Lakini mbele ya kufika kwenye mstari wa 4, tuanze na mstari wa 3 ya Yohana sura 7. Yohana sura 7 mstari wa 3. Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa kwenda katika Yudea, ili wanafunzi wako wapate kuona kazi unazozifanya. Mstari wa 4, kwa sababu hakuna mtu anayefanya neno kwa siri kama yeye mwenyewe anataka kujulikana. Kama ukifanya maneno haya, ujionyeshe mwenyewe kwa dunia.
tusimamie muda mfupi juu ya andiko hii. Hawa ni wandugu wa mwili wa Bwana wetu ambao waliweza kumwambia haya. Waliona yote aliyokuwa akifanya. Akosa niweza kuisoma katika Injili ya Luka au inaweza kuwa katika Marko au Matayo. Mahali fulani inasemeka kuhusu wandugu zake. Matayo sura 13, Matayo sura 13, kwa maana wale wote wanaotoka katika kusanyiko la kizehebu la Kiroma la Katolika hawajui ya kwamba Yesu alikuwa na ndugu wake wa mwili. Ndani ya Matayo sura 13 inasemeka hapa kwenye mstari wa 55. Matayo sura 13 55. Huyu si mwana wa seremala? Mama yake si Maria? Na ndugu zake Yakobo, Yosefu na Simoni na Yuda? 56. Na ndugu zake wanawake wao wote si pamoja nasi? Basi mtu huyu amepata maneno haya yote wapi? Mstari 57. Wakachukizwa naye. Lakini Yesu akawambia, nabii hakosi kupata heshima ila katika nchi yake mwenyewe na nyumba yake mwenyewe. 58. Wala hakufanya kazi nyingi za nguvu pale kwa sababu ya kutokuamini kwao. Turudi kwa Yohana sura 7. Maneno ilikuwa mazuri au mawazo ilikuwa mazuri, na kwamba Bwana angepashwa kusema kwa wazi. Hangeweza kuzungumzia watu fulani tu, angeweza kuifanya waziwazi na kuifanya mbele ya watu wote yale yote ambayo aliyokuwa akifanya kwa shirika kidogo. Kwa upande moja, ile inaonyesha kwamba walikuwa wameguswa kwa yale ambayo walikuwa washuhuda, na walikuwa washuhuda wa yale walikuwa wameona. Wakamwambia hapa mstari wa 4, basi kama unataka kufanya kitu fulani, hiyo jionyeshe kwa dunia. Mstari wa 4, kwa sababu hapana mtu anayeweza kutenda kwa siri kama yeye mwenyewe anataka kujulikana. Haikuwa na husu kuweza kujishuhudia. Tunatambua ya kwamba matamshi inatoka katika mtu wao mwanadamu, lakini anaonyesha kwamba kila kitu kina wakati wake, kila kitu kina saha yake. Nasi tunaweza kuzunguka katika Agano la Kale na Agano Jipya lote, kila kitu kiliweza kuwa na wakati wake na kila kitu kilikuwa na saha yake. Wakati Bwana wetu angepashwa kuzaliwa, agizo la mfalme Augusto ilikuwa imesema ya kwamba ulimwengu mzima ungepashwa kuandikiwa. Na ilionekana kwamba alizaliwa Bethlehem kwa sababu watu hao wangepashwa kwenda huko. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu saha ilikuwa imefika. Na kwa ajili ya Mungu mambo yote inatembeaka pamoja. Wakati, majira, watu, ahadi, yote yanapashwa kutembea pamoja kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu mambo haiko mbali na ingine, lakini yote yanakutanana. Wakati Mungu alipoambia Abrahamu ahadi ya kuweza kutoa taifa lake katika utumwa wa Israeli, taifa lake la Israeli kutoka utumwa miaka 400, yote ilikuwa imepangwa. Majira ilikuwa imekuwa, yote ilikuwa pale, ujumbe ilikuwa pale, mtu alikuwa pale. Mkono wa Bwana ulikuwa umekwisha kunyoshwa, yote ilikuwa pale. Yote ilikuwa umeunganishwa pamoja, yote ikawekwa kwa nafasi yake. Na hiyo ndio tunaona tena na tena. Wakati saha ya Mungu inapofika, mambo yote ambayo iliyo katika mpango wa Mungu inakutanana vizuri vizuri, moja juu ya ingine. Watu, majira, neno la ahadi, ujumbe, yote iliyo sehemu ya hiyo inapaswa kutanana ndani ya wakati wa Mungu.
bila sisi kuweza kuingiza kitu fulani, lakini pamoja na sisi kwa wakati yote ambayo tunaweza kupata sehemu ndani. Na sasa kwenye mstari wa 5 imeandikwa ndani ya Yohana sura 7 mstari wa 5, kwa sababu hata ndugu zake hawakumwamini, ijapokuwa alikuwa ameona hayo yote, lakini saa yao ilikuwa bado kufika. Na sasa tunasoma mstari wa 6, basi Yesu akawaambia, wakati wangu haujafika bado, lakini wakati wenu siku zote ni tayari. Mwanadamu kila wakati anawazaka kwamba saa imekwisha kufika kila wakati, lakini Bwana anasema kwamba wakati haujafika bado, lakini wakati wenu siku zote ni tayari. Tungelipashwa kufanya, tunapendaka kufanya kila kitu kwa wakati wote, na wakati tunapofanya hivyo hakuna kitu kinachofanyika. Lakini wakati saa ya Mungu inapofika, na majira yote na mambo yote inayokuwa ndani ya ufalme wa Mungu inapokuwa imekusanyishwa pamoja, ndipo mambo yanafanyika, yote yanatendeka, na hakuna mtu anayehitaji kuweza kusaidia. Hapo tunakuwa na kitu moja cha kufanya, ni kuingia katika njia ili tuweze kutumikia Bwana, kumwamini na kumfuata wakati saa yake inapofika. Mstari wa 6, basi Yesu akamwambia, wakati wangu hujafika bado, lakini wakati wenu siku zote ni tayari. Mstari wa 7, dunia haiwezi kuwachukia ninyi, lakini inanichukia mimi, kwa sababu mimi ninashuhudia ya kama kazi zao zote ni mbovu, ni mbaya. Mstari wa 8, pandeni ninyi kwa karamu, sijapanda bado kwa karamu hii, kwa sababu wakati wangu haujatimia bado. Mwazie siku moja, mwazie siku hiyo, akose kuliweza kupita siku 2 au 3 katikati ya hiyo, na kisha akaenda tena baadaye, na kisha anasema kwamba sitakwenda kwa karamu hiyo. Wakati wake ilikuwa bado kukuja, muda ulikuwa bado kufika. Anasema kwenye mstari wa 8, pandeni ninyi kwa karamu, mimi sitapanda kwa karamu hii, kwani wakati wangu haujatimia bado. Tunaweza kusema nini kama tungeliweza kumwona katika karamu nyuma ya siku 3 baadaye, na kama tungelikuwa wa wale alikuwa akiwaambia kwamba sitaingia katika karamu kwa maana wakati wangu kufika bado. Kama tuliweza kusikia hiyo na kisha tena tuweze kumuona hasa katika karamu, tungeweza kuwaza nini? Anaendelea kusema na kusoma hapa, anaendelea kusoma hapa mstari wa 9, alipokwisha kuambia maneno haya akakaa katika Galilaya. Mstari wa 10, lakini wakati ndugu zake walipokwisha kupanda, basi yeye akapanda kwenda kwa karamu vile. Sasa mnasema nini? Naye akapanda. Sasa unaona, yeye kama mwana wa mtu alikuwa nabii. Yeye kama nabii angeliweza kusema yale iliyokuwa ya kweli kwa wakati uliopangwa. Angepashwa kungoja ili mambo yote yafanyike kama vile inapopashwa kufanyika, na wakati angepashwa kuonekana huko Yerusalema ilikuwa muda ya siku fulani, na hapo sasa saha yake ilikuwa imefika. Warafiki wapendwa, tuna heri kama tunaweza kukamata hii funzo kwa kilindi, kama tuna bidii ya kuweza kusema hapana, saha yangu kufika bado. Na hata kama watu wanaweza kutaka tuweze kufanya kitu fulani, akasema mimi sitapanda, ninyi mwende huko, mwende. Na hapo kama vile nilivyosema, nyuma ya siku 3 nyuma ya siku 3 akaonekana huko, na saha ilikuwa imefika kwa ajili yake. Sasa msiamini, atatikisa kichwa na kusema huyu ni Bwana wetu. Sasa kwa nini alikuwa hajui ya kwamba angepasha kuja katika karamu? Na unaweza kuendelea kuuliza maswali, lakini sio wazo ambayo tunayofuatilia leo. Leo tunawaza kuhusu
ya neno la kuwaza ya kwamba saha ya Mungu inapaswa kuja kwa kila kitu. Saha ya Mungu, majira, mambo yote yanapaswa kukubaliana na kufatana na kuwa pamoja. Na hapo sasa ndipo wakati unakuwa umefika. Tunaweza kuona wamoja wakipanda katika karamu moja hapa na mwingine kule, na tunaweza kusema kama vile watu wanaoona, wanaotazama, sisi tunasema ya kwamba saha yetu haijafika bado. Watu wote wako katika makaramu, wako na makaramu nzuri, wako na makusanyiko mazuri, lakini sisi tuko hapa pasipo kueleweka, na tujue namna gani ya mambo yanapaswa kufanyika na mambo yanapaswa kuendelea, lakini tunajisikia kwa namna tu ya kimwili, na inaonekana ya kwamba hatuna mwongozo na hatujue namna gani mambo yanapaswa kufanyika. Sio hivyo, sio hivyo, sio kweli. Sisi tuna mwongozo na tunajua namna gani mambo yanapaswa kuendelea, lakini tunajua ya kwamba yanapaswa tu kuendelea mbele pamoja na Mungu, na tunajua ya kwamba tunapaswa kungoja saha yake na muda wake. Mwazie ya kwamba Bwana anasema hapa ya kwamba mwende, na kisha anasema kwenye mstari wa 10, lakini wakati ndugu zake walipokwisha kupanda, basi yeye akapanda kwenda kwa karamu vile. Mstari wa 10, nasoma tena mstari wa 10. Lakini wakati ndugu zake walipokwisha kupanda, basi yeye akapanda kwenda kwa karamu vile. Lakini kama kwa siri, lakini si kwa wazi, lakini kama kwa siri. Mstari wa 11, basi Wayuda wakamtafuta katika karamu wakasema, yeye yuko wapi? Mstari wa 12, kulikuwa manunguniko mengi katika makutano juu yake, wengine wakisema yeye ni mtu mwema, wengine wakasema hapana, lakini anadanganya makutano. Mwazie kuhusu Bwana wetu. Mmekwisha kusoma? Sikusoma ndani ya gazeti, nimesoma ndani ya Biblia. Bwana mmoja, maoni tofauti katikati ya watu, na hapa inasemeka katikati ya makutano walikuwa wakizungumza mengi kuhusu yeye. Kwa namna moja ama nyingine, yale ilikuwa ikihusika ni yeye ndiye alikuwa katikati ya mazungumzo. Hawezi kiliweza kugeuza kitu fulani. Wakati inapohusu Abrahamu inahusu yeye. Iwe mtu yote, Musa au mtu mwingine, mtu yote ambaye Mungu aliweza kutumikisha, aliweza kubebesha mzigo na kutuma, yule aliyekuwa ameingizwa katika mfalme wake na mpango wake, yeye ndiye alikuwa akiwa chanzo cha muhimu. Watu hao nao waligeuka kuwa chanzo cha mazungumzo ya watu walikuwa karibu yake. Na sasa ilikuwa ni Bwana. Na mbele kwa ni Yohana Mbatizaji. Mwanzo kwa kusema kwamba yeye ni nabii, mtu wa pori. Ona, alikuwa hakule na kunywa kama vile wengine. Alikuwa havae kama vile wengine. Alikuwa akivaa ngozi ya punda na kadhalika na kadhalika. Hapa tunazungumza kuhusu na kusoma kuhusu Bwana wetu. Na katikati ya makutano walikuwa wakizungumza kuhusu yeye. Ninahuzunishwa sana. Hiyo inanihuzunisha kuhusu kuweza kusoma hii kuhusu Bwana wetu na Mwokozi wangu. Yale inayonifikia kwa ajili yangu, mambo yote yanaweza kumfikia kwa namna sio halali, lakini alikamata yote kwa ajili yetu. Alikamata nafasi yetu, alifata njia yake kutoka Getsemani mpaka Golgotha. Aliweza kuwa asiyeeleweka kutoka kuzaliwa kwake mpaka kuzulubishwa kwake. Waliweza kuzungumza mengi kuhusu yeye. Wamoja walikuwa wakisema, ni mtu mwema. Mliweza kuona yale iliyofanyika, kuona gisi vipofu waliona, kuona watu wa ukoma waliweza kutakaswa, kuona gisi wenye dhambi waliweza kupata salama na waliweza kurudi wakiwa salama, wakipona na wakisamehewa. Na watu hao walikuwa wakisema, ni mtu mwema kweli. Tunaendelea kusoma hapa mstari 12. Lakini wengine wakasema hapana, anadanganya makutano, anadanganya watu. Ndio, watu wanaweza kuwa na maoni tofauti toka mtu na mwingine. Mniruhusu niweze kutoa onyo hii. Wale wote ambao walio wa Mungu wanatambua katika mahali yote
wanatambua katika hali yote wale ambao Mungu aliowatumia. Siku zote hawakusimamia kwa hali ya nje, lakini walikuwa wakipata uhusiano pamoja na Mungu na walikuwa wakijua yale iliyokuwa imepewa kwao. Wamoja walikuwa wakisema ni mtu mwema, na wengine wakisema hapana, anadanganya watu. Inaomba kuweza kuleta hiyo hali mbele yetu kuhusu Bwana wetu. Yeye Bwana wetu, mfalme wa wafalme, alikuja kwa walio wake na walio wake hawakuweza kumkubali. Yohana 1:11. Aliweza kuhesabiliwa kama vile mgeni ndani ya nchi. Huduma yake ilisikilikana vibaya. Ilieleweka vibaya. Ilikuwa ikihusu hiki na kile kama vile walikuwa wakisema. Na waandishi walikuwa wakijua walikuwa wakijua ni wakati gani ungepasha kutahiri siku ya Sabato, lakini wakati mtu alipokuwa akipona kwa mwili wake wote walikuwa wakikasirika. Kwa namna ya nje walikuwa watawa, lakini kwa ndani walikuwa wazi, bila hata uhusiano na umoja pamoja na Mungu. Neno hili liweza kunigusa sana leo. Bwana wetu alisema ya kwamba saha yangu, muda wangu ulikuwa bado kufika. Alisema ninyi mwende, sitakuja. Na wakati walipokwenda, naye sasa akapanda siku moja na kesho, nyuma ya siku moja, na hali ikabadilika pale pale, na itakuwa hivyo hivyo sasa, bila hata utangazaji kubwa, bila hata maneno mengi. Mungu atatimiza mpango wake pamoja na taifa lake. Kwa saha ya mwisho mambo yanaweza kufanyika kwa haraka. Mbele kwanza inaomba kuweza kungoja muda mrefu, na tunajua ya kwamba tangu siku ya Adamu walikuwa wakingoja kuja kwa kwanza kwa Bwana, na karibu miaka 1000 iliweza kupita, lakini wakati saha ilipofika mambo yalikuwa yameandikwa katika neno yakatimilika haraka moja baada ya nyingine, na itakuwa hivyo hivyo sasa. Mazungumzo mengi kutoka watu wa taifa bila sisi kutaka, lakini mimi au mtu mwingine kwa wakati huo maoni ilikuwa tofauti juu ya ndugu Branham. Watu wamoja walikuwa wakisema kwamba ni mtu aliyetumwa na Mungu, kwa maana mtu hawezi kufanya hiki kitu kama Mungu haiko pamoja naye. Na wengine walikuwa wakisema hapana, huyu ni mdanganyifu, ni nabii wa uongo, mwalimu wa uongo, mbona hafundishe uongo kama vile sisi, habatize kama vile sisi, na kadhalika na kadhalika. Waliweza kuhukumu kulingana na maoni yao na si kulingana na maandiko matakatifu. Lakini naomba kuhesabia mambo ya kiungu kwa namna ya juu na si kutoka chini. Ni ya lazima sana. Inaomba kushoweka kwa namna ya kiungu, na hapo sasa ndipo unaweza kuona mambo ya kiungu ukiwa chini ya siku ya kiungu au ukiwa kwenye siku ya kiungu kwa nuru ya kiungu, na usiweze kuzungumza matamshi ya kisehebu, lakini uweze kuzungumza matamshi ya neno la Mungu, matamshi ya Mungu. Huduma ya ujumla ilikuwa ni ya kuombea wagonjwa, angeliweza kusamehe watu, lakini hapa ilikuwa inahusu kitu fulani cha kipekee, na Bwana alingoja ili saa yake iliweze kufika, na kisha akakwenda sasa, na maroho zikagawanyika. Inasema kwa mstari 14, Yohana sura 7 mstari 14, hata ilipokuwa katikati ya karamu, Yesu akapanda akaingia katika hekalu akafundisha. Kama walikuwa wametayarisha siku 7 na nusu ya siku hizo ilikuwa imefika, na sasa Bwana akafika akapanda, na wakati ulikuwa umefika akaanza kufundisha. Mstari 15 inaandikwa, mstari 15, Yohana 7 mstari 15, Wayuda wakashangaa wakasema, mtu huyu amepata kujua kusoma namna gani, naye hakufundishwa? Ni vizuri kwa maana wanaweza kuuliza swali hili. Sasa anatosha hii elimu ya maandiko wapi?
yeye aliyeweza kutamka kila neno ambalo manabii walikuwa wameweka kwenye vinywa vyao na iliweza kuandikwa, yeye aliyekuwa akizungumza na anayetenda, yeye aliye Yawe katika Agano la Kale aligeuka kuwa Yesu ndani ya Agano Jipya. Na sasa watu hapa wanajiuliza, sasa anatosha hii akili wapi? Hii ujuzi kujua maandiko anaitosha wapi? Yeye alikuwa ni chanzo ya maandiko yote. Yeye ndiye alikuwa chanzo ya unabii wote. Alikuwa ni yeye. Na wakasema ijapokuwa hakuweza kupata funzo au elimu juu ya mambo haya, lakini si kwenu. Kwenu hakwenda kwenye shule, na leo tena angeliweza kwenda kwenu kuweza kupata seminari kwenu na kuweza kujifunza kose kwa miezi fulani. Lakini kama angeliweza kwenda huko, angeliweza naenda huko kwa ajili ya hekalu, na kungeliweza kufanyika kitu fulani, na angeliweza kufika huko na mamesa zitaweza kuanguka, na kungeliweza kuwa kose kimoja kwa kushoto na kingine kwa kume, kwa maana nyumba yake ingepashwa kuwa siku zote nyumba ya maombi, siku zote mahali ambapo Mungu iko na heshima, mahali ambapo Mungu anapokea kinachompendeza. Nasi tuwe wavuguvugu au wadhaifu iwe yoyote, wakati tunapokuja katika makusanyiko, tunakuja kukutana na Mungu, tunakuja kusikia neno la Mungu kwa heshima. Tunataka tuweze kukosolewa, tunakuja tuweze kukosolewa, tuweze kupata nguvu na kubarikiwa tena upya. Tunaweza kuwa kwa namna tofauti nje, lakini si wakati tunaposikia neno la Mungu. Ni hapa ndipo tunakuja kusikia neno lake, lakini tunapaswa kuwa tukiwa namna tofauti kwa namna ya kiakili, lakini waliushangaa kwa sababu ya akili yake. Mstari 16, Yesu akawajibu akasema, mafundisho yangu si yangu ila yake ambaye alinituma. Mstari 17 sasa, Yohana 7, kila mtu anayependa kufanya mapenzi yake atajua kama habari zangu, kama habari za yale mafundisho kama yanatoka kwangu wala kwa Mungu. Tazama sasa chunzo. Yule aliye wa Mungu anasikia neno la Mungu. Yohana 8:47. Yule aliyetumwa na Mungu anasema neno la Mungu. Yohana 3:34. Yule aliye wa Mungu anasikia neno la Mungu. Hiyo mambo mawili yanakukutanana. Hawezi kutenganisha hayo mawili. Mungu kwanza anatuma neno lake na anaamsha imani ndani ya neno lake. Na ndani ya neno lake mna ahadi. Na ahadi hiyo inafunga kwa neno la Mungu na ni ahadi za Mungu. Na hapo sasa tunakuwa katika uhusiano pamoja na Mungu, na tunakuwa tayari ili tuweze kusikia, na tunakuwa tayari kuweza kungoja saha ambayo aliweza kutayarisha kwa ajili ya kila mambo. Mstari 16, mafundisho yangu si mafundisho yangu, lakini yake yeye aliyenituma. Hapa anazungumza yeye kama vile mwana wa mtu. Katika maisha yake ya kidunia hii alionekana hapa kama vile nabii ambaye Musa alikuwa amezungumza na kuandika ya kwamba Mungu ataamsha kutoka wa ndugu zenu nabii kama mimi. Mtu yeyote ambaye hatasikia nabii huyo atakatiliwa mbali na taifa lake. Kumbukumbu la Torati 18:15. Mnaweza kusoma tena hiyo katika sura 3 ya Matendo ya Mitume. Petro anayasema katika mahubiri yake. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 21 akilinganisha na Yesu. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 21. Ndiye ilimpasa kupokewa mbinguni hata wakati wa kutengenezwa kwa maneno yote ambayo aliyosema Mungu kwa vinywa vya manabii yake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Mstari 22. Kwa maana Musa aliwaambia baba zetu ya kwamba Bwana Mungu atawanyanyulia ninyi nabii toka katika ndugu zetu kama mimi, mumusikie yeye kwa maneno yote ambayo atakayosema. Mstari 23. Na itakuwa kila mtu asiyesikia nabii huyu atapotea na kuharibiwa na watu wake. Hapa Musa alikuwa akijua kwamba angepashwa kuwa nabii, kwa maana Musa alikuwa amesema hivyo, na yeye alikuwa akijua ahadi za neno la Agano la Kale,
Na tazama sasa hii maonyo ya makini sana kwamba mnapaswa kumsikiliza katika yote atakayowaambia, katika yote atakayowaambia. Wabarikiwe wale wote wanaosikia tena leo yale aliyosema, na sio tu tuweze kuangalia nyuma na tuweze kujiuliza sasa kwa nini hawakuweza kuwa katika shule la kujifunza, lakini leo Bwana anatuambia hilo neno moja kama vile wakati ule, na leo tunapaswa kumsikiliza katika yote ambayo aliyotuambia, na sio tu wakati hayo inaweza kutupendeza, na sio tu wakati hiyo inafanyika kwa kipimo chetu, lakini kama vile inavyoandikwa hapa mstari 22, mtamsikiliza. Mstari 22, katika yote atakayowaambia. 23, na itakuwa kila mtu asiye sikia nabii yule atapotea na kuharibiwa na watu wake. Ndiyo, siku itakuja na itaonekana ya kwamba wale wote ambao hawakuweza kusikia Bwana, ambao hawakuweza kumtii, watapata kukata tumaini yao, wataishi kutukata tumaini yao. Mungu anataka watoto watifu, anataka wavulana wasichana wanaomletea furaha. Na kila mtu aliye na watoto anajua ya kwamba hakuna kitu kibaya kama vile kuwa na watoto ambao hawezi kumsikia. Na Mungu anataka watoto wanaomtii, na sio tu kwamba waweze kumsikia, lakini wanaoamini na kutii na kufuata na kufanya yale aliyosema. Turudie katika Injili ya Yohana, Injili ya Yohana kwenye sura 7, Injili ya Yohana kwenye sura 7 mstari 17. Na kama mtu akipenda kufanya mapenzi yake atajua habari za yale mafundisho kama yanatoka kwa Mungu. Hii ndiyo funguo ya mambo haya. Ndani ya siku zetu pia mabishano yote haina maana. Kuna kitu moja kinachobaki na ambacho tunapaswa kujibu. Uko tayari ili uweze kufanya mapenzi ya Mungu kweli kweli? Na kama hivyo Mungu ataiweza kuikufunulia kupitia neno lake. Hiyo inatembea pamoja. Mstari 17. Kama mtu akipenda kufanya mapenzi yake atajua habari za yale mafundisho kama yanatoka kwa Mungu. Nasi tunapaswa kwanza kuwa tayari ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu, na kisha baadaye tuweze kushika na kumeza mafundisho yanayotoka kwa Mungu. Na hapo ndipo tutatambua ya kwamba si mtu ambaye aliyetuzungumzia, lakini Mungu ndiye aliyetuzungumzia kupitia kinywa cha mtu. Lakini inaomba kwanza kwa ndani tuweze kuwa tumekubali na tuweze kusema ndiyo kwa Mungu na kwa neno lake. Tuweze kusema ndiyo kwa mapenzi yake, ichapokuwa mapungufu yote ambayo tunaweza kuwa nayo na kuweza kushionya sisi wenyewe, lakini tunanyanyua macho yetu kwa Mungu na tunajua kwamba anafanyia neema kwa wale wanaomtafuta na wanaopata kimbilio ndani yake na walio tayari ili waweze kufuata njia zake. Mstari wa 18. Mstari wa 18, Yohana 7. Yeye anayesema kwa amri yake mwenyewe anatafuta utukufu wake mwenyewe, lakini yeye anayetafuta utukufu wake ambaye alimtuma, huyu ni mtu wa kweli, wala ndani yake hapana uzalimu. Hii tena inatimilika leo. Yule anayezungumza kwa ajili yake mwenyewe anatafutaka kuweza kupata utukufu kwa ajili yake mwenyewe, kwa sababu ya mafundisho yake, kwa mafundisho yake mwenyewe mbele ya yale aliyosema, ili aweze kukamata msimamo wake mwenyewe. Lakini yule anayezungumza kwa ajili ya Mungu anakuwa sehemu ya ujumla ya mpango wa Mungu, na hakuna kitu inaweza kutushika kwenye moyo ila kuweza kudumu mbele ya Mungu katika wakati hii iliyo kali ya hatari. Na tuweze kusema, Bwana mwaminifu, utuhurumie kwa ajili ya upendo wa jina lako na kwa ajili ya upendo wa neno lako. Tulisikia ahadi zako, tumekuwa tayari ili tuweze kuamini na tuweze kufuata kwa utiifu mpaka mwisho. Na tutaona ya kwamba Mungu ataweza kutushika kwa makini, na tutaweza kuona mambo yote, tutaweza kuishika kwa namna ya kiungu.
na hakuna mtu ataweza kuwa na hitaji ya kufundisha mwingine. Sisi sote tutakuwa tunafundishwa na Mungu, na hivyo ndivyo inaandikwa Yeremia 33:1-34 mstari 18 sasa ya Yohana 7. Yeye anayetafuta utukufu wake, na tunataka iona hiyo katika ulimwengu mzima. Watu wakosa wanatafuta heshima mbele ya watu, wanaheshimu watu, wanataka kuweza kuheshimisha watu, lakini hatuwezi kubali hiyo heshima. Lakini nani kweli kweli anayetafuta heshima inayotoka kwa Mungu? Nani anayetaka kuweza kumpendeza Mungu? Nani aliye tayari kuweza kufanya mapenzi yake? Na hapo atatambua ya kama ujumbe ambayo sasa tulio nayo, kama ujumbe tunayosikia, kama neno, kama hatuweza kusikia, kama ni za kweli au hapana. Na leo tena itakuwa hivyo kama vile mwanzo. Wamoja watasema mtu huyu ni mtu mwema, na wengine watasema huyu ni mdanganyifu, anapoteza watu. Nani anaweza kubadilisha hiyo? Tuko katikati. Sisi ni watu wanaochukua mbegu ya kiungu, na hatuna kitu kinachokuwa na uhusiano kwa yale yanayotoka kwa kushoto na kwa kuume. Wamoja wanachukia mpaka kifo, na wengine wanapenda mpaka kifo. Wanapenda mpaka kifo. Nani anaweza kushanja? Nani anaweza kubadilisha hiyo? Hiyo inabaki hivyo. Wamoja wanakubali, wengine wakataa. Hizo ndio njia za Mungu. Hakuna anaweza kubadilisha hiyo. Naweza kusema waziwazi kuhusu mwanamke aliweza kunikumbatia kwa mikono yake huko karibu na Chicago. Alikuwa na miaka karibu 92, akaniambia kwamba ndugu Frank, nilikuwa nikisoma kila mara habari ya vitabu vyako na mabroshire zako, lakini tazama sasa nimekuona sasa kwa macho yangu hapa duniani. Na tazama, aliweza kunionyesha shukrani yake. Nilikuwa nimezunishwa sana. Sisi ni nani? Sisi tu ni watumishi wa kuchukua neno. Tuliweza kuleta mchango wa kitu fulani tuweze kuokolewa. Nani anaweza kufanya kitu fulani? Hili tu ni neema. Hiyo ni neema tu. Na ni neema kuweza kuona, na ni neema kuweza kusikia kwamba tunaweza kuwa tayari kuweza kunyamaza na tuweze kusema mwende nyote, na tazama saa yangu bado fika. Kwa nje tunaweza kuhitaji ili tuweze kufanya utangazaji, tuweze kufanya publicity, tuweze kufanya kelele nyingi wakati wa karamu na tufanye muziki, lakini hiyo yote ni mbali nasi. Sisi hatuna mapenzi yetu binafsi, na tufuate njia yetu binafsi, na tuzungumze kwa ajili yetu sisi wenyewe. Nawaambia, njia ya Mungu ni ya mtu binafsi. Njia ya Mungu ni njia iliyo ya kupanda kushuka. Njia ya Mungu ni ya kunyoroka. Njia ya Mungu ambayo tunapaswa kufuata ni njia ya ambayo tunapaswa kufuata mpaka lengo. Na kama tuko tayari kuweza kufanya mapenzi ya Mungu, tutajua kama mafundisho haya ni ya Mungu, yanatoka kwa Mungu na katika hali yote. Na hapo sasa kila swali tutapata jibu yake, na sio kwa watu wa Mungu, lakini pia tunajua kwamba Bwana wetu anasema kwamba saa yangu kufika bado. Na kisha tunasoma wakati katikati ya karamu sasa Yesu akapanda akaenda mbele. Kwanza kwa amesema kwamba sitapanda huko, lakini nusu ya juma katikati ilipofika akakuja na watu wakashangaa kwa sababu ya mafundisho yake. Yeye aliyetumwa na Mungu anatafuta utukufu wa Mungu, na neno lake ni la kweli, na maneno ya Mungu ni ya kweli, na ndani ya huyo mtu hamuna uzalimu. Yohana 7:18. Hiyo ni kweli. Nilikuwa hivyo tangu mwanzo na itakuwa hivyo hivyo mpaka mwisho. Neno la Mungu linaweza kupita katika njia za kidunia, inaweza kupita katika vyombo vidhaifu, lakini naisema tena mwanzo kama vile nilivyoweza kusema. Naisema kama vile nilisema kwa mwanzo. Na sasa sio vyombo vilivyo vya dunia, na si vyombo vya dunia ndio vinavyohesabika, lakini hiyo ni mbegu ya neno la Mungu ambayo tunayochukua ndio inahesabika. Kila mtu ila Enoke au Eliya, wengine wote waliweza kutembea kwenye dunia hii na mili yao ikageuzwa kuwa mavumbi, ikaingizwa katika mavumbi, lakini neno ambalo waliweza kuchukua iliweza kuachwa kwetu kama vile sura ya utajiri wa mbegu ya kiungu. Nasi tuko hapa ili tuweze kuheshimu
na tuweze kuheshimu Mungu. Hatuheshimu watu, lakini tunaheshimu Mungu ambaye aliweza kulinda neno lake mpaka siku zetu. Kwangu mimi mwenyewe hii ni kitu kilicho kubwa ambacho hakijawahi kufika, kuona jinsi Mungu katika wakati huu iliyo mbaya na ya mvurugo aliweza kutufanya kuwa kimya, na tuliweza kukaa kwenye miguu ya Yesu na kuweza kusikia neno lake. Hiyo ni neema kubwa. Tungeliweza kuhitaji kuweza kupanda katika hiyo meli kubwa na kuweza kuruka katika gari ya moshi, na kila mtu anataka kuweza kufanya kitu fulani, lakini kwa neema ya Mungu tuliweza kubaki kuwa kimya mpaka saa ya Mungu iweze kugonga. Ninajua ya kwamba saa ya Mungu ilipogonga kwa ajili yangu, unajua ni wakati gani song iliyogonga kwa ajili yako. Niwe majira yote iliweza kuja karibu yako na yangu. Uliweza kutambua kwamba hii ni ujumbe wa Mungu, na ulijua kwamba mafundisho haya inatoka kwa Mungu. Ulijua kwamba mtu aliyetumwa na Mungu alionekana katika siku zetu, na kuna watu wengi wanasema kwamba Yesu ananitosheleza. Kama wangeliweza kuwa na Yesu, wangeliweza kuwa na neno lake, wangeliweza pia kuwa na ahadi zake pia, na mambo yote ingeweza kutembea pamoja. Hakuna kitu kilichokuwa cha kuhuzunisha kama vile Ufarisayo, kwa maana waliweza kushidanganya mara mbili na si mara moja tu. Hao watu wasioamini Mungu hawataweza kupata haya, hawataweza kupata haya kwa sababu hawaamini Mungu, hawatakuwa katika paradiso kama wangeweza kuwa karibu na Mungu. Lakini wale wote waliokuwa wakingoja Mungu na kisha wataweza kuonekana huko. Lakini Mungu anataka kutuzungumzia sisi leo ili aweze kutuonyesha waziwazi ya kwamba sisi tuko hapa mbele yake na tuweze kufanya yale tunayotaka na wakati tunayotaka. Lakini tupasha kungoja, hata kama mambo yote yanatembea vizuri, hata mambo yote liko vizuri, na hata kama mambo yote iko katika karamu, lakini sisi tupasha kungoja ili saa ya Mungu iweze kugonja kwa ajili yetu. Si vyepesi. Muwazie ndugu Branham namna gani alivyongoja na namna gani mambo yaliweza kutembea mbele saa ya Mungu iweze kuwa imegonga. Leo tena niliweza kusoma muhuri ya kwanza, namna gani Mungu aliweza kupanga mambo yote kwa namna ya kimaajabu, na anasema ningeliweza kufanya tena kosa kubwa tena leo kama Roho wa Mungu hangeliweza kushuka katika chumba karibu saa 6 za mchana, na kama hangeliweza kunifunulia tena mambo hayo. Mtu wa Mungu ambaye aliyekuwa amesoma mambo mengi alitaka kuweza kuandika kitu fulani juu ya muhuri wa kwanza ambayo ilikuwa hailingane na ufunuo, na kisha akasema kwamba ilifika karibu saa 6 za mchana, tazama sasa nikafunuliwa mambo haya. Warafiki wapendwa, na yeye mwenyewe alikuwa ni mtu, angeliweza kusema kitu fulani mbele Mungu aweze kufunulia kitu fulani, na hiyo tabaki hivyo hivyo siku zote. Kuna watu wanasema ndugu Branham alisema hivi, na kisha tena alisema pale hivi. Ndiyo, mkamate Yohana 7 hapa. Bwana alisema ya kwamba sitapanda, mwende ninyi wenyewe, na kisha baadaye nyuma ya siku 3 akakuwa katika njia, na hapo akakuwa huko. Inaweza kufika ya kwamba katika miaka mahubiri inaweza kuleta nuru iliyo mpya, na nuru iliyo mpya kwa maneno ya Mungu, na mambo yote hakuweza kufika kwa mara moja, lakini kwa msaada wa Mungu tunaweza kusonga mbele. Tunatumainia nani? Inahusu nini? Kugawanyika inavuka katika taifa, inapita katika taifa. Wamoja wanasema kwamba mambo yote yanaendelea vizuri kwa yale ambayo tunayosikia, na wengine wanasema kwamba haiko vizuri. Sasa wewe uko wapi na mimi niko wapi? Kama unasimama kwa upande wa Mungu, na hapo sasa unasimama kwa neno lake na utaamini ahadi zake, na wewe unaungana na Mungu na unafungwa kwake ndani ya Roho Mtakatifu. Na kama sivyo, utaamini mafundisho ya kimutu ambayo inaweza tu kukupatisha haya kwa wakati wowote. Kwa maana inaandikwa hapa mstari 18 ya Yohana 7, yeye anayesema kwa amri yake mwenyewe anatafuta utukufu wake mwenyewe. Tusahau utukufu wetu wenyewe, sisi wenyewe.
Paulo anaandikia Wakorinto katika kwa heshima na kukata tumaini na kutokuaminiwa tunahesabiwa kama watu wa kupoteza. Katika Wakorinto wa pili sura 6 mstari wa 8. Mtambue hiyo ni maneno kwa Wakorinto. Na hapa Bwana tuambia wewe na mimi kwa namna iliyo yakamatika. Kwa namna yakamatika. Anataka ili aweze kutujulisha na kutuambia sisi sote pamoja ya kwamba taifa langu mimi ni pamoja nanyi. Nina njia yangu pamoja nanyi. Niliweka neno langu na roho wangu ndani ya mioyo yenu. Mungoje na mambo yote yanapaswa kutimilika. Yote yanapaswa kutembea pamoja. Majira, wakati, ahadi, huduma, mwendeleo, lakini wakati saha inapofika hakuna tena kuchelewa. Na hapo ndipo mambo yanafanyika na yatafanyika moja baada ya nyingine, lakini tunapaswa kungoja. Na hapo sasa hatutayasukuma, tutaweza kukokotwa na kuingizwa, na tutaweza kuwa katikati ya hayo mambo yote, na tunaona na tutaweza kushangaa kwa yale ambayo Mungu anayofanya. Bwana aweze kutubariki. Mnatambua sasa ya kwamba alikuwa ni roho wa Mungu. Ndugu Rusi alisoma Mhubiri sura 3. Kila kitu kina wakati wake. Kuzaliwa, kufa, kucheka, kulia, yote kupanda na kuvuna, yote na wakati wake. Yote na wakati wake. Lakini hapa Bwana anasema katika Yohana 7 ya kwamba wakati wangu kuja bado. Na kila kitu kinakuwa na wakati wake katika ufalme wa Mungu pia. Yote ilikuwa na wakati wake. Yohana alikuwa na wakati wake na huduma yake. Bwana alikuwa na wakati wake na huduma yake. Yote ambayo ilikuwa imeandikwa juu yake ilitimilika kupitia yeye, wa mitume na kanisa. Yote ina wakati wake. Nasi pia tuliweza kutambua kwa neema wakati ambayo tunaishi ndani. Kama tungeliweza kutambua ya kwamba pia katika wakati huu hatuwezi kufanya yale tunayotaka na wakati tunayotaka, na tusiweze kushiacha kujisukumwa na kusema, au tusiache kusema nenda sasa fanya kile na kile sasa. Hapana, saha yangu kufika haijafika bado. Mwende fanya vyenu, mimi ningali hapa. Hata kama tumekwisha kujua mapenzi ya Mungu na kama tunaweza kujua ni yale ambayo Mungu anataka kufanya, tunapaswa kungoja ili saha iweze kuwa imefika kwa ajili ya hiyo. Ni namna hiyo, ni hali ya tofauti kwa namna ya kimwili, na ni vyepesi kama unaweza kufuata mambo mahali pote na mambo yote yanapokuwa ikitikisika, na wakati unapotaka yale unayotaka. Lakini iko tofauti na inakuwa gumu sana kama unaweza kufuata mapenzi ya Mungu, na inafika kwamba watu hawataweza kutoewa. Na lakini nawaambia wazi, mtu wa Mungu hataweza kujielewa mwenyewe. Ataweza kusema sasa, Mungu, kwa nini haya mpasha kufanyika hivi na kaa hivi? Na hakuna mtu ambaye ataweza kujielewa yeye mwenyewe na kuweza kusema na kuweza kuelewa wengine. Lakini tunaweza kusema kitu moja kama vile andikwa hapa mstari 17. Kama mtu akipenda kufanya mapenzi ya Mungu, atajua habari za yale mafundisho kama yanatoka kwa Mungu. Hili ni neno la kweli kwa ajili ya kizazi hiki. Lakini sasa tunapaswa kubaki ndani ya hatua moja pamoja na Mungu, na tuweze kuvumilia mpaka ili saa iweze kufika kwa ajili ya maendeleo fulani na mambo fulani, na yote itakuwa katika utaratibu. Na saa itafika, na wakati sasa saa itakapokuwa imegonga, na hiyo itafika kwa ajili yangu. Wakati wenu imekwisha kufika, Bwana anasema, lakini mimi saa yangu kufika bado. Na akamwambia mwende, yeye akabaki pale, lakini naye baadaye akapanda wakati saa yake ilikuwa imefika. Na saa ya Mungu itagonga kwa ajili ya mambo fulani na mambo ya mwisho, na wakati Mungu anaposema itakuwa imefika. Ni hivyo hapa Mungu alifanya agano pamoja nasi hapo Golgotha, na ahadi yake ni ndiyo na amina. Ndani ya mioyo yetu mnakukubali, na tukisema, Bwana, ona gisi wewe ni mwaminifu, ona gisi wewe ni wa rehema, ulituleta katika pumziko ndani yako, ulitufunia neno lako,
na tazama sasa umetufunia mapenzi yako, na naye atatuongoza chini ya uongozi wa Roho wake, ili tuweze kufanya kulingana na wakati wake, kulingana na neno lake, kulingana na mapenzi yake, yale anayotaka tuweze kufanya, ili tena tuweze kumwacha au tuweze kumwacha aweze kufanya yale aliyoamua wakati saha yake itakapokuwa imefika. Acha Bwana aweze kutufariji, atuweke nguvu, atusimamishe imara na atujenge kwenye msingi kupitia funzo hili, ili tuweze kusonga mbele katika imani na katika uaminifu na uhakika, tukijua ya kwamba huyo Bwana moja iko pamoja nasi, anaongoza kazi yake kwa namna njema, na kwa neema tunaweza kupata sehemu ndani. Amina. Sifa na shukurani ziko kwa Bwana kwa ajili ya neno lake takatifu na la damani. Sijue namna gani hayo yalifanyika kwa ajili yenu, lakini ninaweza kusema amina kwa ajili ya kila neno ambalo tumekwisha kusikia. Ilikuwa ni ya ajabu sana, ni kubwa sana, ya ajabu sana na kubwa kwa ajili yangu, kwa ajili yetu. Na tunaona yale ambayo Mungu anayofanya. Hakuna mtu anayeweza kumsukuma, hakuna mtu anayeweza kumwambia yale ambayo anapaswa kufanya. Ijapokuwa watu wanajaribu kumsukuma, lakini yeye hashashi kusukumwa. Yeye anafanya mapenzi yake wakati alipokuwa ameyapangilia tangu mwanzo. Ona gisi ni ajabu. Hii ya damani sana. Kwa wakati wake, kwa saha yake, yanapaswa kutimilika, na sio wakati watu wanaotaka. Lakini warafiki wapendwa, ni neema kuweza kutambua kwamba Mungu anatenda wakati anapotaka, na tusijiache kudanganywa. Tunaona ya kwamba katika siku za Bwana wetu ilitimilika neno ambalo tulilosoma hapa katika Mhubiri sura 3 mstari 11. Mhubiri 3 mstari 11. Lakini mtu hawezi kutambua kazi ya Mungu tangu mwanzo mpaka mwisho, na kuweza kutambua kitendo cha Mungu. Na hiyo kitu moja ni kweli mpaka katika siku zetu. Hakuna mtu anayeweza kujua mapenzi ya Mungu na kazi ya Mungu. Kama hiyo ilikuwa ni maamuzi, kama watu wangeliweza kuiona waziwazi, mambo yangeweza kuwa tofauti, warafiki wapendwa. Lakini wanakokotwa, wangepaswa kunyamaza na kuweza kusema, Bwana, mapenzi yako ndio afanyike. Na hiyo ndio shida sana, na hiyo ndio kugeuka kuwa kubwa kwa ajili yangu. Bwana wetu yeye mwenyewe alijinyenyekeza yeye mwenyewe. Hangeliweza kufanya wakati alipokuwa akitaka, lakini wakati saha ilipokuwa imefika. Ona gisi ni ajabu, ona gisi ni mzuri sana. Ilikuwa ni adamani sana kwa ajili yangu jioni hii. Naamini ya kwamba hivyo kwa ajili yetu sisi sote. Warafiki wapendwa, neno la Mungu ni la damani sana, na nawaza ya kwamba tunataka tuweze kulichukua pamoja nasi sisi sote, na tuweze kwenda na yale ambayo Mungu anataka kutupatia, ili yaweze kupenya ndani ya mioyo yetu, ili tusiweze kusukuma Mungu na kuweza kumkataa. Mungu hajiachake kutikiswa na kusukumwa, hapana. Mungu anatenda wakati anapotaka, na yote yanapaswa kunyamaza. Tuliweza kujaribu kuweza kufanya sisi wenyewe kitu fulani tangu mwanzo, lakini hatuwezi kufanya kitu chochote kama Mungu hawezi kuyafanya. Wapendwa, mara ngapi tuliweza kujaribu kuweza kufanya kitu fulani, na pia kwa ndugu Branham watu walitaka kuweza kumsukuma na kuweza kumununua na kumuuza, lakini aliweza kuamua kwamba hii ilikuwa imetoka kwa Mungu. Alitambua kwamba hiyo ilitoka kwa Mungu. Aliweza kusitosha hapa. Tuweze kusoma hapa katika Mahubiri neno kwa neno. Na tunataka tuweze kushikamana na neno na ujumbe ambao Mungu aliyotupatia katika wakati wetu. Na kama kuna watu ambao wanaweza kutuonya leo ya kwamba tunasoma mahubiri ya ndugu Branham na kuweza kushikamana nayo kama vile maandiko matakatifu, lakini Bwana, wapendwa, Mungu alitupatia maneno hayo ya mahubiri ya ndugu Branham ili tusiweze kupotea kwenye njia ambayo tunayotembea ndani, na tuweze tusiweze kwenda mbali na hiyo utukufu. Lakini wengine wanaweza kwenda mbali na hiyo, unaona hitaji ya hiyo. Lakini tunataka kusema kwamba sisi tunahitaji hayo.
na kwamba tunapaswa kuwa nayo. Hiyo ni chakula cha tai katika siku hizi. Wapendwa, Mungu aliweza kutupatia hiyo katika siku hizi. Mara ngapi ndugu Branham anasema kusema ya kwamba kama siku moja siko tena hapa, mtakuwa na chakula, mtaweza kusoma na kusikia mahubiri iliyo katika makanda. Na nawaambia mahubiri haya siku zote yanakuwa mapya kwa ajili yangu, na yanakuwa ya nguvu tena zaidi, na inakuwa ya kushangaza sana kwa ajili yangu, na hiyo inapaswa kuwa kitu fulani kwa ajili yetu. Wapendwa, kama watu wako na maoni yao iliyo ya juu kwa ajili yao wenyewe na kwa kiwango hana uhitaji ya mambo hayo, ni kusema ilikuwa imemaliza kwa ajili yao. Lakini sisi wapendwa, ni hapo nasi tunaweza kushukuru Mungu tu, kwa maana aliweza kutupatia chakula hiki, na tunahitaji tuweze kubaki pamoja na chakula hiki, na tunajua ya kwamba chakula hiki itatusaidia kuweza kufika kwenye lengo yetu, nasi hatuna mashaka, na tunajua hile inamaanisha nini kwa ajili yetu kwa neema. Wapendwa, warafiki wapendwa, naweza kumalizia. Naguswa sana, nimeguswa sana maneno haya. Nashukuru sana, nafurahi sana. Na tujua kwamba Mungu anatuambia mambo malio makubwa sana, na ni kitu fulani cha kipekee sana. Wapendwa, yale tunayohitaji hiyo katika siku zetu, na sio kwamba tuweze kuanza kusema wakati Mungu atafanya hiki na wakati gani atakapofanya kile. Kwa sababu gani hakuna mipango huku na kuendelea hiki na kile. Lakini tuache mambo hayo kwa upande. Tuweze kutumikia Mungu kwa oga na kuheshimu, na tuweze kuacha Mungu aweze kuendelea kufanya yale aliyoamua kufanya. Jina lake liweze kusifiwa. Amina. Tusimame na tuweze kushukuru Bwana. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kutoka kilindi cha moyo wangu kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Ninakushukuru kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu wako. Kuna wakati kwa ajili ya kila kitu, kuna saha kwa ajili ya kila kitu. Una majira, una taifa, una ahadi. Ulikuwa umepanga mambo yote kwa namna ya maajabu. Bwana mwaminifu, tuko hapa mbele ya uso wako takatifu. Tunataka tufanye mapenzi yako. Tusaidie na uwe wa rehema mbele yetu. Tunataka tutembee kwa upande wako, kwa hatua moja pamoja nawe, pamoja na neno lako mpaka mwisho. Bwana mpendwa, nakushukuru kwa ajili ya neno hili la andiko. Linaliweka nguvu. Na nakushukuru kwa maana uliweza kuacha wakati kwa ajili ya mambo ambayo yanapaswa kufika, na saha itagonga. Wakati muda utakapofika, ndipo kinywa kitajaa macheko na ulimi utajaa utukufu. Haleluya, haleluya. Bwana mwaminifu, wewe ni wa ajabu. Ungali yule tena leo, unazungumza tena leo kupitia neno lako na Roho wako. Ulizungumza kwa taifa lako kwa nuru iliyo ya kung'aa sana na umakini sana na kweli ya halisi. Bwana, ulijulisha mapenzi yako na kuionyesha kwa mpango wako. Bwana, tunaweza kuambia nini? Tunakushukuru na tunakusifu tu. Tunakuabudu na tunakusifu. Acha damu na neno na Roho viweze kutenda ndani yetu kwa nguvu, ili tuweze kubaliana pamoja nawe. Haleluya. Bwana, kila kitu kina wakati wake, ujumbe na utimilifu wa yale ambayo ulio ahidi. Ninakushukuru kwa maana unatupatia nguvu na unatufariji na kutusimamisha imara. Wewe Mungu mweza yote, upewe sifa na heshima, utukufu na mabudu ndani ya umilele. Haleluya. Amina.